Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Hatimaye nchi ya Falme za Kiarabu Saudi Arabia imeamua kukifungia kwa muda kiwanda chake kikubwa cha kusafisha mafuta cha Ras Tanura kufuatia mashambulizi yanayohusishwa na Irani. Kiwanda hicho ni miongoni mwa viwanda vikubwa zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta ghafi na kitovu muhimu cha usafirishaji wa nishati katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua ya kusimamisha shughuli imechukuliwa kama tahadhari ya kiusalama wakati mamlaka zikifanya tathmini ya athari za shambulio hilo kwenye miundombinu ya nishati. Tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa katika masoko ya kimataifa, huku wachambuzi wakitabiri uwezekano wa kupanda kwa bei ya mafuta iwapo hali ya usalama itaendelea kuwa tete. Lakini pia serikali ya Saudi Arabia bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu wala lini operesheni za kawaida zitaanza tena. Jambo hilo limetokana na vita inayoendelea kati ya Israeli, Marekani pamoja na Irani iliyoanza tarehe 28 mwezi wa pili na leo ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Lakini pia tarehe 1 tulishuhudia mashambulizi ambayo yaliweza kulipua majengo kadha wa kadha yaliyopo pale Saudi Arabia, na hii ndio sababu ambayo imepelekea nchi ya Saudi Arabia kuamua kufunga kiwanda chake kikubwa cha kusafisha mafuta cha Ras Tanura. Kiwanda hicho ni miongoni mwa viwanda vikubwa zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta ghafi na ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa nishati katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua ya kusimamishwa shughuli imechukuliwa kama tahadhari ya kiusalama wakati mamlaka zikifanya tathmini ya athari za shambulio hilo kwenye miundombinu ya nishati. Tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa katika masoko iwapo hali ya usalama itaendelea kuwa tete. Lakini pia mtazamaji, na wewe unao nafasi, unaweza ukadondosha komenti yako hapo chini kuhusiana na Saudi Arabia kuchukua tahadhari kufunga kiwanda chake hicho kama tahadhari kuhusiana na vita inayoendelea kati ya Irani, Israeli pamoja na Marekani. Ni hayo tu ambayo yamejiri kwa siku ya leo, nami sina la ziada.